Welcome, nikukaribishe sana. Ndani ya video hii ya leo natamani kushare na wewe very interesting topic. Na topic hii imetokana na swali ambalo nimekuwa nikiulizwa na watu wengi sana. Watu wengi sana wamekuwa wakinifuata inbox wakiniuliza, "Mhandisi, hivi kati ya kuajiriwa kwenye taasisi ya kiserikali na kuajiriwa kwenye taasisi binafsi, sehemu ipi ni bora?" Au kuna mwingine mtu unakuta anajiuliza, "Hivi kufanya kazi site na kufanya kazi kwenye design office, sehemu gani ambayo ni bora? Au taasisi gani ambayo ni bora sana nikifanya kazi huko?" Sasa swali hili unavyolijibu kuna zaidi ya fakta 5. Kuna zaidi ya fakta ngapi? 5 ambazo unatakiwa uzizingatie katika kufanya machaguo yako, kujua je, kama hiyo sehemu unayotaka kwenda inakufiti wewe zaidi au haikufiti wewe zaidi, kwa sababu watu hatuko sawa. Kila mmoja ana value zake, ana vitu zake ambazo anazithamini yeye zaidi kuliko mtu mwingine. Kitu ambacho mimi naweza nikakwambia ni sahihi, nikikileta upande wako kinaweza kisiwe sahihi. Sasa swali hili kulijibu alitegemeani na fakta moja, linategemeana na fakta zaidi ya 5, au tunasema aspect zaidi ya 5 ambazo unatakiwa kuzizingatia wewe ili ufanye ili ufanye maamuzi, kujua sehemu gani ambayo panakufiti wewe zaidi, au kuona sehemu gani ambayo panaweza pakaendana na wewe zaidi. Sasa watu wengi kwenye hizi fakta zaidi ya 5 huwa wanabezi na fakta moja, kitu ambacho kinawapelekea kufanya machaguo ambayo sio sahihi, au kinawapelekea kufanya machaguo ambayo mwisho wa siku mtu yale machaguo akienda huko unakuta anakuwa anajutia, au anakuwa anaumia, au anakuwa afurahi yale mazingira. So kama huyu ni wewe, ulikuwa unajiuliza swali hili, kati ya kufanya kazi site na kufanya kazi kwenye design office, au kati ya kufanya kazi kwenye taasisi za kiserikali na kwenye taasisi zisizokuwa za kiserikali, au kazi ipi ni bora, au taasisi gani ni bora mimi ambayo nikafanye kazi huko? So kama huyu ni wewe, make sure una pay attention mpaka mwisho, kwa sababu ndani ya video hii nitakwambia zaidi ya factor ngapi? 5 ambazo unatakiwa kuzizingatia unapokuwa unafanya maamuzi, kuona sehemu gani ambayo panakufiti wewe zaidi, au kuona uchague kazi gani ambayo itakufiti wewe zaidi. Factor namba 1 ambayo unatakiwa kuizingatia, na ambayo watu wengi wanaipenda kuliko factor nyingine yoyote, wanadili na, tunasema na salary au money factor. Watu wengi sana huwa wanakuwa wanapimanisha hiyo kwa kuangalia kigezo cha pay, kwa kuangalia kigezo cha njululu, tunasema shishi, kwa kuangalia kigezo cha cha mchuzi. Sasa mchuzi sio kigezo peke yake, ila ni kigezo namba 1 ambacho unatakiwa kufanyaje? Kuangalia, kwa sababu anakuambia you cannot chase your dream tumbo lako likiwa empty. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunaangalia kwanza njululu, mchuzi, pesa. Kwa hiyo unaangalia, je, mahali gani ambayo panaweza pakawa pana malipo ambayo yanaweza yakawa yana sustain na kuendesha maisha yako, au yanaweza yakakizi mahitaji ya maisha yako ya kila siku na maendeleo yako mengine. Hicho ni kitu namba 1. Alafu kitu namba 2 unachotakiwa kuzingatia, huwa tunakuwa tunaangalia freedom factor. Freedom factor. Namba 1 nimesema unaangalia money factor, namba 2 unaangalia freedom factor. Kweli sehemu nyingine unaweza ukaona wanalipa malipo hivi, yani wanalipa malipo mlima, lakini hamna uhuru. Nikisema freedom factor maana yake hamna uhuru wa kufanya mambo yako mengine nje na kazi. Sawa, kwenye maisha kweli tunatumia muda mwingi kuwa kazini, lakini kuna maisha mengine ambayo yanatakiwa yawe nje na kazi, kwa sababu unajikuta una familia, una vitu vingine, yani una vitu vyako vingine kutoka ndani, interest zako zingine kutoka ndani ambazo na wewe unatamani uzifanye. Sasa taasisi nyingine au sehemu zingine unaweza kukuta kweli wanalipa pesa kubwa, lakini unajikuta vile vitu vingine, yani unapata muda mdogo wa kukaa na familia, unapata muda mdogo wa kufanya vile vitu vyako vingine kutoka ndani ambavyo unahisi ukifanya unakuwa uko satisfied na unakuwa unafurahia. Sasa lakini sehemu nyingine kweli unakuta wanalipa malipo standard au wanalipa malipo ya hali ya kawaida, lakini unajikuta unapata ample time au unapata freedom time ya wewe kukaa na familia, kufanya vitu vingine ambavyo unaweza yani kufanya vitu vingine ambavyo ni interest yako zaidi, ambavyo vinaweza vikaleta mabadiliko makubwa kwenye taifa, lakini pia na mazingira yanayokuzunguka. Kwa hiyo ni factor namba 2, unatakiwa uangalie freedom factor, au tunasema free time factor. Je, unapata muda wa kukaa na familia yako? Je, unapata muda wa kufanya mambo yako mengine ambayo ulikuwa unatamani kuyafanya? Sawa, hiyo ni factor, tunasema factor namba ngapi?
Factor namba 2. Alafu tunasema factor namba 3 ambao unatakiwa kuzingatia, unatakiwa uangalie personal interest. Personal interest. Kweli unaweza ukaenda mahali wanalipa pesa kubwa. Tuashumu labda umeenda mahali wanalipa pesa kubwa, lakini pale mahali hapako kwenye interest zako. Yani unaenda unafanya kazi lakini ile kazi hauipendi, au sio kazi ambayo unafanyaje unaifurahia. Ni sawa sawa na kumchukua, tunasema yani kwenye mfano huu mimi ambavyo huwa nachukulia, huwa nashumu, hebu imagine labda umemchukua daktari, mtu anafanya kazi ya udaktari, analipo kweli pesa nyingi, lakini yule mtu passion yake au interest yake sio daktari. Hebu imagine hiyo disaster hapo ambayo itafanyaje, ambayo itakuwepo. Au imagine labda tuashumu, labda tuchukulia wa madereva yoyote unayemjua, yeye anaendesha basi, anaendesha magari ya mizigo, anaendesha ndege. Hebu imagine kama yule mtu angekuwa anafanya kazi, lakini ile kazi yani anaifanya, lakini yani ameenda kwenye ile kazi, lakini ameenda kwa sababu fulani fulani nje na nini na personal interest yake. Hebu imagine disaster ambayo itakuwepo hapo. Kwa hiyo hicho ndo ambacho unatakiwa ukizingatie. Usiende yani usitake kukaa mahali ambapo hapa kufiti wewe kutoka ndani. Yani unatakiwa ukikaa mahali pawe pana kufiti wewe kutoka nini, kutoka ndani, kiasi kwamba ukikaa pale mahali una uwezo wa kufanya vitu, una uwezo wa kuleta impact kubwa, na una uwezo wa kuvifanya vitu zaidi kwa ukubwa, kwa sababu ni vitu ambavyo unafanyaje, unavifanya kutoka ndani. So the said aspect for you to consider, unatakiwa uzingatie, tunasema personal interest. Alafu factor namba 4 ambayo unatakiwa kuizingatia, huwa tunakuwa tunasema ni working environment factor. Working environment factor. Yani kuna taasisi nyingine au kuna mahali pengine ukifanya kazi, yani mazingira ya kazi kwanza ni magumu. Yani magumu, mazingira ya kazi ni magumu. Lakini pia unakuwa yani hauna utulivu. Yani mara leo umedunda huku, mara kesho umedunda huko sehemu nyingine. Sasa wewe unavyokuwa unaamua sehemu unavyochagua kazi ya kufanya, au unavyotaka kuamua sehemu pa kufanya kazi, lazima uangalie, tunasema mazingira ya ufanyaji kazi. Je, yanafiti na yanakufiti wewe? Yanafiti na vitu ambavyo wewe unayafurahia, si ndio? Kwangu mimi kwangu mimi factor mojawapo iliyochangia mimi kuamua, kwa sababu binafsi nilishafanya kazi na wakandarasi zaidi ya 5. Kwa hiyo katika yale mazingira nikaja nikashtuka kwamba hamna kitu ambacho nakifurahia, kwa sababu yale mazingira yalikuwa ni mazingira ambayo hayanipi mimi utulivu. Mara leo unakuta niko Dodoma, mara kesho niko Lindi, mara kesho sijui niko Pwani, mara kesho niko Iringa. Kwa hiyo unakuta utulivu ulikuwa ufanyaje, amna. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo vilinipushi mimi kuchagua sehemu nyingine ilikuwa ni kutaka kupata mazingira yale ambayo ni ya nini, ni ya utulivu, yatanipa mimi kutulia na kuweza kufanya maendeleo mengine kwenye nini, kwenye maisha. So factor namba 4 ambayo unatakiwa uizingatie, tunasema ni working environment factor, au kwangu mimi naita residency factor. Je, hayo mazingira yanakupa wewe utulivu, au yanakupa mobility ambayo wewe ulikuwa unatamani, au yanakupa possibility ya wewe kufanya vile vitu vingine ambavyo ulikuwa unatamani kuvifanya, kujenga familia, kufanya maendeleo mengine na vitu kama nini, na vitu kama hivyo. Alafu factor namba 5 ambayo unatakiwa kuizingatia, kama umesoma, lakini kama umefanyaje, kama umesoma. Factor namba 5 ambayo unatakiwa kuizingatia, tunasema unatakiwa uangalie professionalism factor. Professionalism factor. Kuna sehemu zingine unaweza ukawa kuna sehemu zingine unaweza ukawa umeenda, sawa, na elimu yako hiyo uliyoipata, lakini unakuta wanakupa majukumu mengine ambayo yako nje kabisa na nini, yako nje kabisa na taaluma yako. Yani ni vitu viwili opposite. Yani wanakupa kazi zingine ambazo wangeweza kumwaya mtu leba tu wa kawaida akafanyaje, akafanya, yani akajikita kwenye zile kazi nyingine. So lazima uende mahali ambapo unaona professionalism professional yako inasaminika, na unafanya kazi ambayo iko align na nini, na taaluma yako. Sawa, kweli hautakiwi kuchase your dream tumbo lako likiwa empty, lakini kama umesoma na unatamani kuchagua kazi, yani wakati unafanya assessment ya kuchagua kazi za kufanya, au kuchagua sehemu gani, taasisi gani ambayo inaweza ikawa inakufiti wewe zaidi, lazima tunasema uzingatie hiyo, tunasema professionalism factor. Alafu kigezo namba 6 ambacho unatakiwa uzingatie, tunasema ni power factor. Ni power factor. Yani kuna sehemu zingine unaweza ukaenda ukufanya kazi, lakini ukakuta the way wanavyokutreat au treatment yako unayoipata, yani hata uwe mtaalamu kiasi gani, ila yule ambaye anakuwa na hela, au yule ambaye anamiliki kitu fulani ndio anakuwa na power kuliko nini, ambaye anakuwa na power kuliko. Yani hata maamuzi ambayo tunasema yale ambayo yanahitaji expertise ya mtu, au yanahitaji critical decision ya mtaalamu kuamua, unakuta wanakuingilia kwa sababu tu wewe hujakalia power, ila power imekaliwa na yule anayemiliki nini,
na yule aidha anayemiliki keshi au yule labda mmiliki wa kampuni au labda mmiliki wa nini wa kitu fulani. So hiyo na yenyewe pia ni miongoni mwa factor ambao unatakiwa ufanyaje, miongoni mwa factor ambao unatakiwa uizingatie. Alafu na factor nyingine ya mwisho ambao unatakiwa uiconsider tunasema ni workers right factor. Je, kweli hapo mahali wanazingatia haki zote stahiki za mfanyakazi au za mtu ambaye anafanya kazi eneo hilo? Kwa hiyo na yenyewe pia ni factor ambayo wewe binafsi unatakiwa ufanyaje, uizingatie wakati unataka kuamua kazi ya kufanya au unataka kuamua taasisi au sehemu ambayo unatamani ufanyaje, ufanye kazi. I'm sure utakuwa umeenjoy. Na kama utatamani kuendelea kupata video hii zaidi au kama utatamani kuendelea kupata video kama hizi zaidi, basi unaweza ukajiunga kwenye group letu la WhatsApp, link nimekuwekea kwenye description hapo. Lakini pia kama utatamani kufanya kazi na mimi moja kwa moja katika kujenga ujuzi wako wa kazi, jinsi ya kujiandaa na interview za kazi, jinsi ya kuandika CV nzuri, lakini pia jinsi ya kujenga ujuzi wa kupata kazi, jinsi ya kujenga ujuzi wa kazi, jinsi ya kujenga ujuzi wa kujiajiri wewe binafsi, lakini pia jinsi ya kujenga ujuzi wa expert business na uwekezaji, basi link nimekuweka kwenye description hapo. Nikutakia wakati mwema. Peace.